Mungu hajawahi kusema uongo. Hesabu 23 mstari wa 19. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Waebrania 6 mstari wa 17 18. 18 pale imezungumza Mungu hawezi kusema uongo. Tito 1 mstari wa 2, Mungu hawezi kusema uongo. Jambo la pili ambalo nataka nilizungumze, Mungu hajawahi kumwaibisha mtu ambaye amemtumainia, hajawahi kumwaibisha. Daudi anasema katika Zaburi ya 25 mstari wa 2, Mungu nimekutumainia wewe nisiaibike. Zaburi ya 31 mstari wa 1, nimekukimbilia wewe nisiaibike. Mungu hajawahi kumwaibisha mtu ambaye amesimama kweli kweli. Jambo la tatu ambalo nataka kulizungumza, wapendwa katika Bwana, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Wapendwa, simameni imara sana katika kumtumainia Mungu. Usiangalie jambo huku na huku, usiangalie kushoto kulia, bali mtazame Mungu. Anasema siku ya Bwana inakuja kama vile umeme. Luka 17 mstari ule wa 20 mpaka 23, kasome pale. Wapendwa, kitu cha msingi ambacho nataka nikizungumze kuhusu tukio hili lote ambalo limetokea mwezi huu Septemba, nataka nikwambie kitu kimoja. Usije ukapoteza matumaini ya unyakuo. Jua kabisa kuna siku ya kunyakuliwa. Hivyo wewe kaa sawa tu na Mungu. Mtazame Kristo tu, acha kutazama unyakuo. Anza kutazama Kristo. Jua kabisa kuna siku ya kubadilishwa tu. Acha kutazama unyakuo, acha kutazama vitu vingine, bali mtazame Kristo. Kaa vizuri na Mungu, Mungu wa mbinguni atakuthibitisha. Amen. Basi mpendwa, nakutakia siku njema, neema Mungu iwe pamoja nawe. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, shalom.